Nilijiuliza kama kuna mtu mwingine mbali na Junjun aliyekutana na yule mtu mpotovu usiku ule. Junjun alisimulia kwamba baada ya kusikia kilio cha Weiwei, Harui alikuwa wa kwanza kukimbia kwenda pale. Wakati huo huo, Bangpai aligundua kwamba namba ya simu iliyokuwa ikituma vitisho kwa Sichang ilinunuliwa kwenye duka la karibu na chuo kikuu cha Southern. Pia aligundua kwamba mmoja wa wanakikosi alikuwa amemripoti Sichang. Mhalifu huyo alikuwa amemwagiza asifanye kipimo cha dawa, akilenga kumwondoa Sichang kutoka kwenye timu ya mkoa. Bangpai alishuku kwamba Harui ndiye aliyekuwa na uwezekano mkubwa kufanya hivyo. Hata hivyo, Sichang bado aliamini kwamba rafiki yake wa karibu hangeweza kamwe kumsaliti. Aliporudi bweni, Sichang alipiga simu kwenye ile namba isiyojulikana, lakini bila kutarajia akasikia simu ikitetemeka ndani ya drawer ya meza ya Harui. Kwa mshangao wake, hili lilithibitisha mashaka ya Bangpai. Sichang alimkabili rafiki yake wa karibu akidai maelezo na kutaka kujua ni kosa gani alikuwa amefanya. Harui alikiri kwamba alikuwa amejua kwa muda mrefu kuhusu mwili wa Weiwei wenye umeme. Alikuwa amepanga kutumia udhaifu huo kumshinda Sichang, akiamini kwamba hata kwa masaa 10 ya mazoezi kila siku hangeweza kamwe kumpita kipaji cha asili. Sichang anaamini kwamba chuki ya rafiki yake wa karibu kwake haipaswi kumhusisha Weiwei. Harui anasisitiza kwamba yeye ndiye kadi yake ya mwisho. Katika wakati wa kupoteza udhibiti, Sichang anampiga rafiki yake wa karibu usoni moja kwa moja. Dingi anawahi kuingia wakati na kumzuia. Muda mfupi baadaye, kundi lote linaitwa pamoja. Dingi anaamini kwamba Sichang hakudanganya kwenye mashindano. Pia anashuku kwamba Harui amegundua udhaifu wa Sichang. Weiwei anajaribu kusema ukweli, lakini Sichang anamvuta haraka na kumpeleka mbali. Anajua ana wasiwasi, lakini hataki mpenzi wake achukue hatari kwa ajili yake. Sichang anamsihi ajilinde, akiahidi kwamba watakabiliana na kila kitu pamoja. Weiwei anaenda hospitalini na kukubali kujaribu tiba ya majaribio. Daktari anaeleza kwamba watatumia kifaa cha matibabu cha umeme mkubwa kukabili mapigo ya moyo wake. Kwa kuwa hii ni njia mpya ya majaribio, hatari zake bado haziwezi kutathminiwa kwa kikamilifu. Daktari anamshauri Weiwei kwanza atulize moyo wake kwa dawa kabla ya kuzingatia tiba hiyo ya majaribio. Bihusa, Weiwei anatumia dawa kukabili mtiririko wa umeme, akihakikisha kwamba Harui hawezi kumtishia Sichang. Anakimbia mizunguko michache kuongeza mapigo ya moyo wake. Anaenda kwa siri kugusa mashine ya kuuza vinywaji, lakini umeme ndani ya mwili wake bado una nguvu ya kutosha kuizima. Bila kutarajia, kundi la marafiki waliokuwa wamesimama nyuma ya mlango linashuhudia jambo la ajabu kwa macho yao wenyewe. Junjun anamsubiri Harui nje ya bweni. Anababaika na kushindwa kuzungumza. Harui anadhani kwamba Sichang ana msaada wa kifamilia, lakini kwa ukweli hana chochote isipokuwa uwezo wake wa kuogelea. Junjun anaamini kwamba hali ya kifamilia haina umuhimu. Harui alitumia njia hila kufikia lengo lake, jambo ambalo linaonekana kuwa si haki kwa Sichang. Akimwona Junjun akiwa na wasiwasi kwa ajili ya Sichang, Harui anakasirika na kuondoka. Siku inayofuata, jukwaa la shule linaandika kwamba madai ya Sichang kwa kudanganya kwenye mashindano yanamhusisha Weiwei. Kila mtu anapuuzia mafanikio yote ya Sichang na hata kumdhihaki Weiwei kwa kuleta mkosi kwa mpenzi wake. Sichang anamkimbilia Weiwei katika uwanja wa shule. Anamuomba msamaha kwa kushindwa kumlinda. Weiwei naye anataka kumlinda Sichang. Licha ya Harui kuweka video hadhari, anatafakari kwamba kama mwili wake ungekuwa huuna umeme, mambo yangeweza kuwa tofauti. Sichang hangelazimika kukabiliana na matatizo mengi hivyo. Anamfariji mpenzi wake na kuahidi kufanya vipimo mapema kuliko ilivyopangwa. Weiwei anaenda kumuona Daktari Zhang kwa sababu anataka kujaribu tiba ya majaribio. Ingawa dawa alizopewa na daktari hazina athari, anaweka kila kitu hatarini kwa nafasi ya kuishi kama mtu wa kawaida. Wakati wa jaribio, Weiwei anakumbuka simu aliyopigiwa na Sichang, ambapo alitaja kwamba angeomba timu ya mkoa muda kidogo zaidi kwa ajili ya vipimo. Ikiwa hilo halingefanikiwa, angeweza kuwa kocha wa kuogelea. Kwa Sichang, jambo la muhimu ni kwamba wote wawili wabaki salama. Weiwei anajikokoru kurudi bweni na kuanguka chini. Alipopata fahamu tena, anakuta Sichang amelala pembeni yake. Anamuuliza ni nini hasa kimetokea. Weiwei anahisi kana kwamba mwili wake umepoteza nguvu zote za uhai. Bila kutarajia, wazazi wake wanaingia kwa haraka baada ya kusikia kwamba umeme ndani ya mwili wa binti yake umetoweka.
Weiwei anaeleza kwamba alipitia matibabu ya Daktari Zhang. Tiba ya majaribio ya Daktari John. Baba yake anamuita Sichong nje ili wazungumze. Wakiwa nje, kwa wasiwasi anakiri kwamba anampenda Weiwei. Baba yake Weiwei anaamini kwamba wawili hao wanapaswa kuzingatia masomo yao. Kabla hajamaliza sentensi yake, mke wake anamvuta hadi jikoni ili waanze kupika. Sichong anafika hospitalini akiwa amechelewa na analazimika kusubiri hadi siku inayofuata kwa ajili ya vipimo vyake. Juu ya hayo, anahitaji kupata fomu ya ziada ya uchunguzi kutoka shuleni. Wawili hao wanasubiri kwa muda mrefu, lakini hakuna mabasi yanayofika na hawawezi kupata usafiri. Akiwa na wasiwasi kwamba Weiwei anaweza kupata baridi, Sichong anampeleka kutafuta sehemu ya muda ya kupumzika. Katika hoteli ya karibu, anajaribu kuweka vyumba viwili vya mtu mmoja mmoja, lakini wafanyakazi wanamjulisha kwamba kimebaki chumba kimoja tu. Alipoona kitanda cha watu wawili, Weiwei anahisi aibu na anaamua kuoga kwanza. Sichong anakaa kwa wasiwasi akimsubiri atoke. Anapomuona akiwa karibu kukausha nywele zake, anaharakisha kumsaidia. Sauti ya mashine ya kukausha nywele inasikika taratibu, lakini kitu pekee anachoweza kusikia ni mapigo ya haraka ya moyo wake mwenyewe. Baada ya kusikia kutoka kwa mhudumu wa mapokezi kwamba mtu ametoka tu, Sichong anakimbilia kwenye chumba kipya kilichopatikana. Siku iliyofuata, Sichong alipokutana na Mei, anaomba fomu ya ziada ya uchunguzi. Anaomba msamaha akieleza kwamba muda wa mwisho wa mtihani huo tayari umepita. Timu ya mkoa inamuondoa Sichong kwenye orodha, lakini kocha Yuni anasimama imara upande wa mwanafunzi wake. Kutokana na hilo, shule inaamua kutoa onyo tu. Alipomuona mpenzi wake akijilaumu, Sichong anakiri kwamba kuogea zamani kulikuwa muhimu sana kwake. Lakini baada ya kukutana na Weiwei, anatambua kwamba maisha yana rangi nyingine nyingi. Iwe Weiwei ana umeme au hana, bado anabaki kuwa Pikachu mzuri zaidi machoni pake. Weiwei anajua kwamba baba yake Wuxian anafanya kazi kama meneja katika dunia ya michezo, hivyo anamuomba ushauri kuhusu jinsi ya kuokoa hali ya Sichong. Bwana Zeng aliposikia kwamba timu ya mkoa inaogopa Sichong kupata nafasi isiyo ya haki kwenye kambi ya mazoezi, anapendekeza atafute mtu mwenye uwezo wa kuzungumza vizuri na mwenye heshima. Mtu ambaye hana uhusiano wowote na familia ya Sichong. Asubuhi iliyofuata, Henian anawaleta viongozi wa timu ya mkoa katika chuo kikuu cha Southern. Wanaamua kufanya uchaguzi wa ziada, kwa sharti kwamba wagombea wote wafanyiwe vipimo vya dawa za kuongeza nguvu. Kadiri muda wa mashindano unavyokaribia, Harui bado hajafika kwenye bwawa la kuogea. Sichong anaingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo kumtafuta, lakini anakuta barua imeachwa juu ya kiti. Katika barua hiyo, Harui anaomba msamaha kwa Sichong na anakiri kwamba tangu mwanzo tayari alikuwa ameshashindwa naye. Katika eneo la shule, Sichong anamuona mpenzi wake akitabasamu peke yake. Tabasamu la ole likiangaza uso wake. Anadhani lazima anahisi furaha kuwa na mpenzi mzuri sana pembeni yake. Kwa udadisi, Sichong anauliza kama kuna jambo lolote bado anatamani kufanya lakini hajawahi kujaribu. Weiwei anakiri kwa sauti ya chini kwamba hajui kuogea. Akiwa mfurahishwa, Sichong anacheka sana na kuahidi kwamba yeye ndiye atakayemfundisha. Katika bwawa, Weiwei anaruka ndani ya maji kwa woga na kumshika Sichong kwa nguvu. Anatabasamu kwa kumhakikishia kwamba hatoachilia mkono wake. Baada ya somo la kuogea, Weiwei anashangaa kugundua kwamba hatimaye anaweza kuishi kama mtu wa kawaida. Zamani alikuwa akiogopa kuingia majini kila wakati, akiwa na hofu kwamba mwili wake wenye umeme ungeweza kumweka katika hatari. Sasa akiwa na ujasiri mpya, anamsikiza Sichong akimkumbusha kwa upole kuanza kupanga maisha yao ya baadaye pamoja. Akiwa mjaa wa furaha, Weiwei anamsogelea na kumbisu. Siku iliyofuata, shule inatoa tangazo linalosema kwamba Sichong amejiunga rasmi kwenye timu ya mkoa kutokana na utendaji wake mzuri. Wakati huo, Junjun anamuona Harui akivutia sanduku lake la safari na anakimbia kumfuata. Anamsihi amuombe msamaha kwa Sichong, lakini Harui anaamini kwamba kutosamehewa ndiyo adhabu inayomfaa zaidi. Ufichulizi wa siri ya Weiwei kwamba mwili wake una umeme unakuwa mzigo mwingine ambao Sichong anapaswa kuubeba.
Junjun anasema kwamba Harry hana haki ya kuharibu maisha ya mtu mwingine. Ikiwa ataendelea kuwa mkaidi, basi hakuna haja ya wawili hao kukutana tena. Junjun anakimbia kumfuata Harry na kumwambia kwamba mradi tu akubali makosa yake, yeye atakuwa tayari kumsamehe. Anamshukuru kwa kuwa mtu wa kwanza aliyewahi kujaribu kumuelewa kwa kweli. Harry anamwambia arudi kwanza, akiomba muda wa utulivu ili kutafakari njia iliyo mbele yake. Harry anakutana na Sichong na kufichua kwamba amemaliza taratibu za kujiondoa shuleni. Anamhakikishia